Mwenzangu, nikaambia wala sina hata muda na wewe. Kwanza yani nakuchukia. Weka mdibe. Wewe sikia kama sauti ya mtoto. Ndio sauti ya mtoto. Msubiri kwanza. Mtoto mwenye bado ni mdogo tu. Yaani sauti haitokei huku tulipotoka wala huku. Sauti naisikia huku. Kwanza twende huku. Twende huku kwanza. Jamani. Jamani, si wanawake hatuna huruma. Hivi mwanamke anamwacha mtoto hapa, alisikia uchungu pale wakati kuzaa? Yaani hata shida kuelewa. Yaani mtoto mzuri kabisa mtu anamwacha hapa. Kweli? Sasa hapa cha kufanya, twende tukamwite kaka. Ili tumwambie hili swala. Sawa. Wewe ngoja hapo ukae na mtoto. Mimi niende nikamwite. Wewe nibaki tena mimi hapa? Kwa sababu gani? Ukiondoka hapo mtoto atachukuliwa. Wewe kae umlinde, mimi nikamwite kaka. Kaundime. Shika mimi nikamwite. Basi fanya haraka. Vipi kaundini? Wewe vipi? Vipi? Dadako yuko wapi? Dada nimemwacha msituni. Kuna nini huko msituni? Wakati tunatoka polini tunafika njiani tumemkuta mtoto amelazwa. Tulia kwanza. Yaani mtoto nielezee mtoto imekwaje vipi yani? Mimi hata sijui, dada kanituma kaniambia nije kukuita. Sasa subiri kwanza twende.
katika mizunguko yetu huko tumepita hapa, tumesikia sauti ya mtoto. Kusogea hapa ndo tunamkuta huyu mtoto hapa. Sasa mmeita kwenye mazingira haya, mmeona hamna mtu hapa? Yaani kaka, tumeita. Ndio maana nikamtuma Kaundime aje kukuita huko nyumbani. Yaani sijui nani aliyomwacha huyo mtoto jamani, amone hata huruma. Sasa hili lishakuwa tatizo. Wewe msikilizeni. Hapa cha kufanya itabidi tumpigie mwenyekiti aje kumchukua huyo mtoto. Yeye na serikali yake ndo atajua wanafanya nini kuhusu huyo mtoto. Maana sisi tukiondoka naye hapa bila taarifa itakuwa matatizo. Sasa cha kufanya hapa, ngoja nimpigie mwenyekiti kwanza. Hapo umeongea kaka. Mpigie mwenyekiti. Vipi mzee? Kulikoni hapa? Vipi, una mahusiano naye yote huyu mtoto? Mbona tukuelewi mzee, vipi? Mimi huyu mtoto nitamchukua. Wewe baba vipi? Huyo mtoto tumemkuta hapa polini. Hatumjui, umjui. Wewe unamjua mtoto mpaka umchukue? Unawajua wazazi wake wewe? Hapa tunachotaka tumpigie simu mwenyekiti aje kumchukua huyo mtoto. Afike katika vyombo vya sheria. Wewe unamchukua? Jamani. Utamchukua kwa misingi gani yani? Sasa unamchukua unampeleka wapi? Unaenda naye wapi mzee? Baba vipi, mnamuelewa? Simuelewi. Subiri kwanza, ngoja kwanza. Sasa sikiliza, Mazali yule amemchukua na hisi atakuwa sehemu salama. Sasa hapa cha kufanya itabidi mimi niongee na mwenyekiti, alafu tujue jinsi gani ya kumchukua yule mtoto na tumsaidie ajulikane kwenye vyombo vya habari. Alafu wao watajua wanafanya vipi yani. Sasa sikiliza. Hapa nampigia, twendeni nyumbani, nitaongea naye vizuri ili tujue inakuaje kuhusu yule mtoto. Sawa, tuondoke. Sasa hapo uliponisindikiza panatosha, ila nukusisitiza kitu kimoja. Ile swala tulipoongea naomba liwe kama lilivyo. Sitaki nisikie siri nje ya sisi, nisisikie hicho kitu. Nadhani unanielewa. Mimi nakuelewa blaza, na labda tu nikuahidi kitu kimoja. Katika swala zima la kufanya siri, hapa umechagua mtu sahihi sana. Yaani hujakosea. Hilo jambo mimi nitaendelea kulitunza, ni siri baina yangu mimi na wewe ambaye tumezungumza ndani. Nikuondoe tu wasiwasi, yani kwamba mimi hilo jambo nitalitunza mpaka wewe unahakikisha kwamba unarudi hapa. Basi hicho unachokizungumza naomba kiendelee kuwa hivyo hivyo. Narudia tena. Hicho unachokizungumza naomba kiendelee kuwa hivyo hivyo. Sawa? Mimi naenda ila sitochelewa kurudi. Basi sawa, wewe nenda salama, ila katika uendaji wako usichelewe kurudi. Haina shida. Kwa sababu ukichelewa kurudi, baadhi ya mambo ambayo tumeacha hapa utayakwamisha sana.
we nenda, ila usichelewe kurudi, yani nenda haraka pia urudi haraka, mambo ya huku pia aje kuendelea kama tulivyoyaacha. Basi haina shida, wewe niache ni. Hamna shida basi. Haya, poa. Jamani, hivyo nyewe kabisa mmeliafiki kabisa Kipalala kumchukua yule mtoto? Mimi sijaliafiki kabisa, yaani sijalizika kabisa Kipalala kumchukua yule mtoto. Sasa wewe dada unashindwa kuelewa. Kipalala ana matatizo gani kwani akimchukua yule mtoto? Ana matatizo gani? Kwani unafikiri wewe ataenda kumfanyia nini yule sikiumba Mwenyezi Mungu? Yaani kaka, tatizo bado hujanielewa. Yule mzee ni mshirikina, ni mchawi mkubwa hapa kijijini na anajulikana jinsi alivyo mambo yake. Yule mtoto akimchukua akaenda kumla nyama, na unajua wachawi wanavyopenda nyama za watoto. Licha kumla nyama, akimchukua mtoto anaenda kumfunza mambo ya kishirikina, akija kutusumbua hapa kijijini. Wao kumbuki tulipotoka kakangwe. Lakini dada, Kipalala na binadamu na ana utu hivi hivi. Hawezi kumfanyia kitu chochote kibaya mtoto yule. Na atamlea vizuri tu, mbona? Sawa binadamu. Tena wewe ndio unyamaze kabisa wewe. Maana hata kwa shingo bado hujakutoka. Yaani unabwabwaja bwabwaja tu. Labda nikusimulie yaliyotukuta huko nyuma. Hakuna kuama katika kijiji hiki. Na mkiama, maisha yenu yatakuwa hali yangu. Beba vilago, rudisha nyumbani. Endapo mkiama, maisha yenu yatakuwa hali yangu. Kuna nini? Chukua vitu rudi nyumbani. Fanya haraka kutoka nyumbani. Fanya haraka kutoka nyumbani. Vipi? Mwenyekiti, huko kuna matatizo. Matatizo gani tena? Matatizo gani? Huko kuna kitu kinakwambia kuna matatizo. Kuna matatizo. Maana unatoka huko mbio unakimbia mpaka hapa. Kitu gani? Vipi, umechanganyikiwa? Hamna mwenyekiti. Hamna mwenyekiti. Naona mbio namna hii matatizo. Hamna. Haya, karibu. Asante mkweli. Hivyo ndio ilivyotokea. Maana huyajui chochote, unapenda kuongea tu mdogo wangu. Ni kweli upo sahihi dada. Lakini sasa hayo ni mambo yaliyopita. Yaliyopita si ndwele, mtu gange ajayo. Acheni na hayo mambo kwanza. Hem, nendeni kapigeni kwanza tuje kula. Mimi njaa inaniuma saa hizi yani. Sawa. Na hapa hakuna kulaza damu. Tunapika tunaenda kwa mwenyekiti. Mimi swala siwezi nikakubali. Na wewe ndio kanisaidia kwa shamoto. Dada mimi nimechoka bwana. Nenda kamsaidie kupika, umechoka. Umechoka nini? Hiyo mbaya. Mimi mambo gani rafiki yangu? Watu wanasurula tu mapolini rafiki yangu. Hata fulani yani. Shenda kugombozwa baa jingine huko wewe.
Sijui kwa nini walikutelekeza. Siku zote nilijua nitabaki mwenyewe, lakini nashukuru nimekupata wewe. Na kuahidi nitakutunza, nitakulea na nitakulinda. Nilikuwa na mtoto anaitwa Azumba. Kwa sasa hivi yupo mbali nami. Kuanzia leo utaitwa Azumba, utalisi utawala wake.